Takribani watu 2000 wameachwa bila makazi angalau kwa muda katika mashambulizi ya makombora yaliyosababisha uharibifu mkubwa katikati mwa Israel na Haifa mapema Jumatatu, kulingana na takwimu rasmi zilizotolewa na serikali. Huko Petah Tikva ambako watu 4 wameuawa katika shambulio la kombora kwenye eneo la juu la makazi, baadhi ya familia 400 hadi 1300 zimelazimishwa kuhama makazi yao katika jiji hilo, inaeleza Times of Israel, miongoni mwa tovuti nchini Israel ambazo zinaelezea jinsi ya vita vinavyoendelea. Watu wengine 300 huko Tel Aviv walipoteza ufikiaji wa nyumba zao baada ya makombora kushambulia maeneo mawili ya jiji na kusababisha uharibifu mkubwa katika jiji. Mamia zaidi wanakadiriwa kulazimishwa kutoka katika nyumba zao huko Bnei Brak ambako kombora lilipiga shule katika eneo la makazi na kusababisha uharibifu mkubwa na kifo cha mtu mmoja. Hata hivyo, mamlaka za jiji limesema kuwa iliwahamisha wale walioathirika kwenye hoteli bila kutaja ni wangapi walioathirika ama waliouawa zaidi. Serikali ya Israel haitoi taarifa za vifo mara kwa mara ama majeruhi wanaotokana na mashambulizi. Imesema kwamba kuna majeruhi wachache walioripotiwa wakati Iran ikishambulia Israel katika eneo la kati kwa makombora ya ballistic. Hata hivyo, hadi nyakati za asubuhi za leo Jumanne, kuna moto umeonekana ukiwaka katika baadhi ya maeneo, huku kukiwa na ripoti za vifo vya watu wengi licha ya kwamba haikutajwa ni idadi kiasi gani, inaeleza Times of Israel. Haya yanajiri baada ya Iran kuonekana kurusha makombora mazito usiku kucha. Jeshi la Iran limesema kwamba mashambulizi hayo baadhi yameweza kudunguliwa kwa kutumia mifumo ya ulinzi wa makombora katika taifa hilo, ambayo ni ule wa Iron Dome lakini pia ule wa THAAD kutoka nchini Marekani. Mamlaka ya jiji la Haifa zinasema kuwa zimewahamisha watu 60 kutokana na uharibifu wa nyumba zao katika mashambulizi yaliyolenga mji huo mapema siku ya Jumatatu. Idadi sawa ya watu walilazimishwa kuondoka makwao huko Ramat Gan, Bat Yam, Tamra na maeneo mengine, ikiwa ni pamoja na Rehovot, Tel Aviv na maeneo mengine kutokana na mashambulizi ya kuanzia Jumamosi, Jumapili, Jumatatu na hata leo siku ya Jumanne. Endelea kutufuatilia mtazamaji, tutakujuza yote haya kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.